Kwenye haya maisha nimekuja kugundua unatakiwa kumuomba Mungu akupe neema na hekima ya kuweza kufanya vitu ambavyo ni impossible. Uwe na uwezo wa kusimama na vitu ambavyo watu wengine wanaona ni impossible things. Yaani tumetoka kwenye familia tofauti tofauti. Kuna familia ambazo zina njia yao, yani walishajiwekea mipaka yao ya maisha. Kwamba ni shule, chuo, kazi, ajira, pambana mpaka kufa, masikini. Yaani kipato cha kawaida unateseka mpaka kufa. Watu wamezoea. Kwa hiyo unapokuja kuinuka wewe, ukaanza kufanya something new within the same family, at the beginning hakuna mtu atakayekubaliana na wewe. Watu wataanza hivyo utaweza. Hamna, ungefanya tu hivi. Bwana, mbona wenzako wamefanya hivi na sasa hivi wamepata ajira wanafanya hivi. Fanya tu hivi. Yaani vile ambavyo wewe unataka kufanya, ambavyo Roho Mtakatifu anakuletea ili ubreak the chain, labda ni ya umaskini au chain sasa ya kufanya vitu tofauti tofauti kwenye familia. Yaani kuachana na kule kukariri sasa wajue labda kuna auntie ni content creator, kuna auntie ni business lady na vitu kama hivyo. Uncle ni business owner, ni vitu kama hivyo. Wenyewe unakuwa kama tishio kwenye familia. Kwa hiyo wanarudi, yani wanakwambia haiwezekani, haijawahi kuwezekana, hata kama ni business ni lazima kuwepo na uwe employed na vitu kama hivyo. My dear, pambana. Yani usije ukarudi nyuma, kwa sababu hiyo ni faith. Yani unapokuwa unaweza kushindana na zile impossible, hiyo ni faith kubwa na itakufikisha mbali. Kikubwa mtangulize Mungu and don't give up.